Habari ndugu mtazamaji wa The Wedding Cycle. Leo ni siku nyingine tena tupo na maharusi wetu watarajiwa ambao ni ndugu Thomas pamoja na Tekla. Hawa wanatarajia kufunga ndoa tarehe 27 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Tunao mengi tutazungumza nao, tutajifunza, lakini pia tutapata kutiwa moyo kupitia historia yao ya mahusiano na vitu vingine ambavyo walipitia kwenye mahusiano, aidha ni changamoto au ni nyakati za furaha. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante, nashukuru sana. Karibuni sana, mjisikie mpo huru. Tuko vizuri, tunashukuru sana. Bila kupoteza time, naona mnapendana sana. Ongeleni sana kwa hatua hii ambayo mnakwenda kuifikia ya kufunga ndoa takatifu. Asante. Mahusiano yenu yana muda gani? Kwa sasa yana miaka mitano. Miaka mitano mahusiano. Au ni mahusiano sugu? Kweli. Kweli, au ni mahusiano sugu, yampitia ups and downs nyingi sana. Kwa nini miaka mitano? Mbona ni mingi sana kwenye mahusiano? Miaka mitano kwa sababu tumekutana 2021. Huyu bibi alikuwa bado nilikuwa chuo first year. Kwa hiyo alikuwa na kipindi pia cha kumaliza masomo yake, then familia ikasema tusubiri. Kumbe mlitaka kuoana before lakini familia iliweka kipingamizi. Kwamba amalize kwanza masomo, hatua zingine zitafuata. Sawa. Na katika miaka mitano hiyo mlokuwepo kwenye mahusiano mlikuwa mkikutana? Ilikuwa mara chache kwa sababu kwao ni Dar es Salaam na mimi pia niko hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana mara chache. Mara chache. Mlivyokuwa mkikutana mlikuwa mkifanya nini tajiri? Unajua sisi ni vijana. Ndiyo, damu inachemka. Damu inachemka. Kuna wakati mnakutana mtazungumza kawaida, lakini kuna wakati mkikutana vingine vinaendelea vya kujuana zaidi. Ndiyo. Ambazo vinanogesha penzi lenyewe. Sawa. Kwa kifupi mliwahi kuanguka dhambini kabla ya ndoa? Kwa sababu tunaingia kwenye tukio hili la takatifu hili, huwa tunasema tunapenda kuzungumza ili iwe kama somo kwa wenzetu na nini kama vijana. Tuliwahi kupitia huko. Lakini kuna watu wanasema kwamba mpaka tuoane ndio tukutane kimwili. Hata wadada wengi siku hizi ukiwatongoza anakuambia kama unanipenda sawa, lakini hatuwezi kufanya chochote mpaka tutakapooana. Wanaamini kwamba mkifanya hicho kitu kabla ya ndoa, mwanaume anapiga alafu anapotea. Sasa nyie mmeweza vipi? Mmefanikisha vipi? Mmetumia njia gani kufanikisha? Mmewahi kufanya hicho kitu lakini bado mnaingia kwenye ndoa, lengo lenu lipo pale pale. Na kitu kama hicho kweli kipo. Wanawake wengi wanaamini hivyo. Akiwepo yeye mwenyewe alikuwa na imani hiyo. Kwa mimi hapana, kwa sasa ikitokea tukajuana hivi, nazo ndo ukapita hivi, mambo yakawa mengi. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa nimempenda na sikuwa nimependa hicho kitu ambacho yeye alikuwa anakifikiria. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ndio nilimtoa wasiwasi tu kwamba hiyo ni sehemu ya kujuana tu na kuongeza imani ya kwamba inawezekana hiki ninachokiwaza mimi cha upendo na wewe unakifikiria. Kwa hiyo japo kwa mara moja sio mbaya sana. Kwa hiyo nikaweka hiyo imani na akanielewa, ndio maana leo tuko hapa. Sawa. Wanaume wote ni mbwa. Unaizungumziaje hiyo kauli Madam Tekla? Maana wanawake wanakutana na mama tayari ana watoto 3 lakini anakuambia wanaume wote ni mbwa. Mwingine hata hajazaa lakini anakuambia wanaume wote ni mbwa. Unaona lizungumziaje hilo swala? Maana unakwenda kuolewa na mwanaume. Kiukweli yani sijui niwekeje, lakini it depends na mwanaume ule naye. Kuna sometimes yes unaweza kusema wanaume ni mbwa, lakini kuna sometimes no, unaweza kusema wanaume sio mbwa. Ni malaika. Kwa hiyo it depends na mwanaume, kwa sababu kuna muda wanaume wanafanya yes kweli vitu unasema yes wanaume ni mbwa, lakini kuna vitu sometimes wakifanya unaona kama wanaume ni malaika. Katika safari yenu ya mahusiano ni kitu gani alichowahi kukifanya hadi uka prove kabisa wanaume wote ni mbwa?
labda tukio ambalo aliwahi kufanya hadi ukawaza labda kama vipi tu tuachane, kila mtu aendelee na mishe zake yani? Kiukweli hapana, hakipo. Yani vitu ambavyo vinavumilika. Okay. Kwa hiyo kiufupi mahusiano yenu yenyewe yamekuwa yamenyooka kwa muda wote. Sio kwamba yamenyooka, hapana. Kuna zile misunderstandings za hapa na pale. Lakini tunakaa, tunasort, tunasameheana, maisha mengine yanaendelea. Sawa. Na kwa mara ya kwanza nyewe mlikutana wapi na ilikuwaje? Kwa mara ya kwanza mimi na huyo bibie mimi nilikuwa kazini. Nilikuwa kazini, akaja yeye na dada yake mmoja hivi. Kwa kipindi hicho nilikuwa najua ni dada yake kwa sababu nilivyoona kwa mara ya kwanza niliona wamefanana. Anaitwa Jackie. Sasa mimi nilikuwa pale getini. Kama mtu ambaye ukiwa getini unapokea watu wanaoingia na kutoka, unawauliza wanaenda wapi. Lakini sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Akiwa yeye na huyo dada yake wamekuja, nikawaona. Nikamnoti. Kama binti mzuri, anaenda wapi? Sasa kwa sababu yule mdada aliyekuwa naye nilishawahi kumuona zaidi ya mara moja. Basi tukawaruhusu, akasema mdogo wangu unaenda naye nyumbani. Kaacha akaenda. Ikapita kama wiki moja hivi 2. Yule mdada nikakutana naye kwenye pantoni. Mimi nilikuwa navuka na rafiki zangu tunaenda Kariakoo. Tulivyomuona nikamfuata. Mambo, nikumbuka, akasema mimi sikukumbuki, nikamwambia na mimi niko Navy hapa. Siku moja nimekuona na rafiki yako hivi, ukasema ni mdogo wako. Anaitwa nani? Akanijibu tu kwa kifupi, anaitwa T, anakaa Kariakoo. Kama basi nisaidie namba yake. Akanipa namba. Sikumtafuta kwa siku hiyo. Kapita kama siku 2 hivi nikamtafuta. Tukaanza mawasiliano ya namna ya kujitambulisha, nilimuona wapi. Akawa nikumbuki lakini ilifika time akanielewa. Na kwa mara ya kwanza mlikutana wapi sasa? Maana siku ya kwanza mlikutana eneo lako la kazi, si ndio? Baadaye ukawa umepewa namba na huyo sister kwenye pantone. Mara ya pili sasa, baada ya kuchati, mlikutana sehemu gani? Na hiyo siku ilikuwaje? Nini kiliendelea? Mara ya pili kwa kuwa yeye alikuwa anifahamu. Kwa hiyo akataka anifahamu. Na kwa kuwa alikuwa anatokea nyumbani, anaenda chuo. Mimi nikamwambia lini sasa utakuja Kigamboni nikuone? Nilikuwa na haraka, yani nataka nimuone, tuongee, anielewe. Kwa hiyo akaniambia mimi nitakuja huko, mama yangu aga anauza mashuka. Ananiagizaga naleta Kigamboni. Kwa hiyo siku nikija chuo na afu nina ratiba ya kuleta mashuka nitakupigia, nitakuona. Baada ya siku moja hivi akaja. Mimi nipo tu na mishemishe zangu hivi. Akaenda, niko mtaani, natembea na kibaisikeli changu. Ndio. Akanipigia, uko wapi? Nikamwambia mimi nipo mtaani huku. Nikamwambia okay, mimi niko stand hapa, nimekuja kuleta mashuka ndo najiandaa kuvuka nirudi. Nikamwambia basi nisubiri hapo mimi nakuja. Ndio. Nikaenda pale na ukaacha kazi. Nikaacha. Kazi nilikuwa nimeshatoka kwa huo muda. Kwa hiyo nilikuwa tu na mishemishe zangu tu kwa naenda beach. Akanipigia, nikarudi pale ndo nikaenda kumuona sasa vizuri. Naye akaniona vizuri kama anavyosema kwamba kwa mara ya kwanza ndivyo kuona, nikasema huyu naye. Ukamwona akaniona mimi kawaida yani. Kwa mimi nikamwangalia pale, tukapiga story 2-3, basi akavuka akaenda zake, mimi nikarudi na harakati zangu. Kwa hiyo siku ya kwanza mlionana tu basi? Basi tuliona stand, alivyoniona mimi nikamuona, akaendelea na harakati zake, mimi kaendelea na mambo yangu. Ila wakati mnaonana ulikuwa ushawahi kutupa nyavu? Hapana. Ulikuwa bado? Yani nilikuwa sijawahi kumwambia chochote, nilikuwa kwanza nataka nimfahamu tujuane. Alafu kitu kingine nataka kujua alishawahi kuja pale ndani, yani pale kambini before kumjua. Kwa hiyo nilivyokuja kugundua kwamba amekuja siku ile ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza. Ndio. Basi nikasema huyu tunaweza tukaenda sawa. Sikutaka. Manake wanaokuja kambini kwa mara nyingi kidogo wanakuwa mambo mengi. Yani unajua kambini si watu wengi wanakuja watu tofauti. Kuna wageni na nini, kuna wake za askari, kuna wengine. Kwa
Kwa hiyo nilitaka kujua labda ana mtu wake pale alishawahi kuja, Okay. au ni hao dada wa mjini tu wanapenda wanajeshi, akiona wanajeshi kwa hiyo nilivyoona hamna shida, kaona huyu kidogo atakuwa amenyooka, afu pia anatokea nyumbani. Kwa hiyo nikajua kidogo ulinzi wa wazazi hapa upo. Ndio. Madam Tekla, kwa mara ya kwanza mlionana na hamkuzungumza mambo yote kuhusu mahusiano wala mapenzi, ni kipi akilini mwako kilikuwa kikijijenga hasa pale alipokuwa naomba aonane na wewe na baada ya kuonana mara ya kwanza? Yani kiukweli for the first time alivyoniambia tukutane, sikuitilia ile manani, ndo maana nilivyomwambia, nikamwambia nikija siku Kigamboni tutakutana. Kwa hiyo hata ile siku nilivyokutana naye pale stendi, akaja na baiskeli. Nakumbuka alikuwa amevaa traki, jezi na manini sendo gani zile za kipindi kile, maebo fulani hivi, alikuwa ameingia maebo fulani hivi makubwa makubwa, yupo na baiskeli. Ikanikata, nikasema mwanaume mwenyewe na baiskeli. Yani kwa yani nikamsalimia ile, ndo wewe, basi mimi naondoka. Nakumbuka kuchukua hata muda mrefu kwenye maongezi, tuliongea kama dakika 2 tu, nikamwambia mimi naye nyumbani. Nakumbuka nilivyoondoka, maana nilikuwa naenda kuvuka Pantoni tena. Ndio. Nikasema Mwenyezi Mungu, naomba uniepushie hii kitu. Yani kwa hiyo nikamwomba Mwenyezi Mungu aniepushie kwamba nisije ukapata mwanaume wa design hiyo. Kwa sababu nilimuona ana baiskeli tena. So kweli. Kwa hiyo lakini baada ya hapo akaendelea kunitafuta hivyo. Akawa anakuja chuo mara kwa mara na baiskeli yake. Na kana naambia usije na baiskeli unanitia aibu, marafiki zangu wananicheka. Yeye haelewi. Anakuja hivyo hivyo na baiskeli yake. Basi lakini mwisho wa siku nikazoea, basi ndo mahusiano yakaanzia hapo. Kipi sasa kilichofanya uzoee wakati wewe hukutamani kupata mwanaume wa design hiyo, kuanzia uvaaji hadi aina ya usafiri anaoumiliki? Kipi sasa kilikufanya hadi ukakubali kuwa naye na ukamkubalia mwanzishe safari ya mahusiano? Yani kwanza kabisa, yani ni mtu ambaye alikuwa ananijali sana. Yani tukitoa zile kwenye in terms of pesa, alikuwa yani sio mtu wa kusema kwamba ananipatia pesa, hapana. Lakini ni mtu ambaye alikuwa ananijali sana sana, hivyo. Kwa hiyo sisi tumeanza kwa hivyo, alikuwa ananijali, ananitafuta. Yani katika mtu ambaye alikuwa anamlilia shida mwenzake, yeye ndo alikuwa ananililia mimi sana shida. Ndio. Kwa sasa ina maana kwenye issue ya pesa alikuwa ni mwanaume ambaye hakupatii pesa, ila mara nyingi yeye ndo alikuwa anakulilia changamoto na unamsaidia. Nakumbuka pesa yake ya kwanza alionipatia ilikuwa ni shilingi 15,000. Ndio hela ya kwanza yeye alionipatia mimi. Ambao ulimuomba? No, hiyo siku sikumuomba, alijisikia tu kunipa. Alinipatia 15,000, sikumuomba. Lakini alikuwa akikwama anakupigia, Tekla kwa wapi? Naambia nipo chuo, nimekwama kitu fulani, naomba unisaidie. Nikiwa nacho naambia sawa, nakusaidia. Nikiwa sina, basi ndo hivyo. Lakini tulikuwa tunasaidiana in terms of kukopeshana hivyo. Sometimes tu na mbrace nampatia, basi. Kwa hiyo tukaenda hivyo. Na ukimkopesha kwa analipa? Alikuwa analipa, lakini sio mara zote. Yani alipi hela yote kwa wakati. Kwa mfano labda ukimkopesha maybe tuseme 500,000, anaweza kukurudishia 400,000, anakwambia 100,000 tutalipana. Ndio imeondoka hivyo. Kwa hiyo ana madeni yangu mengi sana. Au mnalipana kwa design nyingine? Hapana. Hapana. Yani kwa hiyo kwa kipindi hicho mimi nilikuwa ni mtu ambaye namsaidia sana. Lakini kadri tulivyozidi, yani sijui niwekeje, yani ni kama vile alikuwa ni mtu ambaye ananijaribu. Sawa. Kuniona ni mimi ni mtu wa design gani. Kwa sababu siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ile kitu akaacha kuwa na kuomba. Akaacha kuwa ananiomba hivyo. Yeye sasa ndo akaanza kuprovide. Yani unaweza usimuombe, akwambia shika hii hapa, utafanya kitu fulani hivyo. Na wakati huo ambao anapata shida na kuomba pesa, mlikuwa tayari mshaingia kwenye mahusiano? Tulikuwa tayari tushaingia kwenye mahusiano. Sasa mimi nachotaka kufahamu hapo, kinachonichanganya mimi, kipi hasa kilifanya mpaka ukamkubali? Ukiachana tu na kujali, kwa sababu ushakutana na mwanaume wa aina ambayo sio mwanaume unayemhitaji.
kwanza ile attention huwa inapotea, unakuwa humpi nafasi, humpi muda, anaweza akatuma meseji labda ukaipotezea. Tuonane kwa mara nyingine tena, tayari ashakukata siku ya kwanza ameonana. Ina maana si ajabu ukamdanganya, ukamwahidi siku afu siku ikifika usitokee. Wewe kwako ilikuwaje? Yani sijui ilikuwaje, yani ilitokea tu kumpenda basi, naweza nikasema tu hivyo. Tajiri ukupita huko Sumbawanga? Sikufika ndugu yangu. Cheza hapo hapo tu, uongo ulikuwa mwingi kidogo. Kidogo nilifuatilia historia yake mama, nikajua kabisa kwamba anatokea kwenye familia ya aina gani, kwa sababu wadada wengine wakijua wewe labda ni mtu una kazi tayari, kwa hiyo wanajua hapa sio mapenzi, hapa ni pesa. Sasa mimi nikaa namjaribu kwa kumwambia hivyo kwamba wewe ana shida hichi kitu, nikaona anatoa. Na mimi lengo langu la kwanza wala sikutegemea kama tutakujaga kuoana. Akasema simdada tu nitadate naye basi, kimaliza mambo yangu naye atapita hivi na mimi nitapita hivi. Sawa sawa. Lakini kadri siku zinavyoenda upendo unazidi, yani tofauti. Leo unamjua yeye, kesho unamjua mama. Mama unaona upendo wake kama familia sahihi. Ukimfikisha baadhi kwa ndugu wale wa karibu kumpima, yani kuona kwamba ndo mchumbangu. Unapoondoka wale madada ambao kama mawifi wanakupa credit kwamba hapa huyu mke umepata. Kwa ikawa inaongeza chachu ya kumpenda. Mpaka tumefika hapa, yani tuna hivyo. Tuko tunajua kwamba hatutatoboa, lakini imeenda changamoto ndogo ndogo zilikuwepo, lakini tumefikia hii hatua. Kwa hiyo huenda kipindi unamwomba hela ulikuwa una lengo tu la kumchezea na kumpiga vihela vyake alafu upite hivi? Mwanzoni kwanza alikuwa hivyo, yani mtu akukataa kuja kutembea huko. Kila ukimuita sababu zinakuwa nyingi. Wazee wamesema hiyo stoki hivi na vile. Sasa unaona hili lengo limegoma, basi tuhamie kwenye lengo hili. Pigia simu siku nyingine, nipo dukani kwa baba stoki na nini. Kwa hiyo unasema ngoja nijaribu. Kama mshindwa kuja ghetto basi ngoja tuombe hela. Mama na shida na 50,000. Yani na uongo unakuwa mwingi. Nataka niwe kitu hiki, nimekwama, hiyo tu ukiniongezea hapa mimi namaliza. Ndio. Hapo bado hajakukubali sasa, bado yani hamjawa na mahusiano rasmi. Swala kunikubali lilikuja automatic. Yani hakuwahi kunijibu direct kwamba sasa mimi hapa nimekukubali, tutaanza kuwa na mahusiano. Kwa hiyo tulipendana tu hivyo, tukashtukia tu siku hiyo amekuja nyumbani. Vilivyoendelea vikaendelea. Penzi likaanzia hapo. Kwa hiyo ulimtengenezea mazingira sasa. Yani nisema nilitengeneza mazingira ambayo yeye alijua kabisa kwamba huyu jamaa ananipenda sana. Ndio. Na mimi kiukweli nilimpenda, yani siku tu ile kwanza nilimuona nilimpenda. Ila alikuwa hilo wazo la kwamba nitamuoa. Ndio. Yani ulimtamani sana. Nilimtamani, yani kwamba huyu anatakiwa kuwa mpenzi wangu mzuri hivi. Sawa sawa. Sasa kitu ambacho kilifanya upate wazo la kumuoa ni kipi, au ni sababu ipi ambayo ilikufanya sasa uchukue maamuzi kwamba makoloni yote nilionayo naachana nayo, sasa nadili na huyu? Nakumbuka akiwa mwaka wa pili mwishoni anaenda wa tatu. Sasa kipindi hicho alikuwa anakuja sana ninapokaa. Lakini kila akifika unaona tofauti ya kwake na yale makoroni ya mengine. Anavyo behave kama wife material, atafanya hiki, atafanya hiki. Lakini baadhi ya sehemu ambazo nilikuwa labda natakiwa kwenda kwenye sherehe na nini za ndugu naenda nayo. Nikifika naye tu akishasalimia na nini atazama jikoni. Yaani atajishughulisha. Hata mtu mgeni akija lazima aulize yule nani? Utasikia tu yule mke wa Tom. Kwa sisi huyu, yani mtu akishakuona tu unampenzi hata hujajitambulisha ukweni, nyumbani kule anaamini ndio mke wake huyo. Kwa hiyo nakumbuka shangazi yangu na dada zangu wananiambia huyu mke anakufaa. Wa wapi? Msukuma. Safi. Huyo usimwache. Lakini mimi mwenyewe nikawa namuangalia
Ni mdada tu mstaarabu, mzuri, amenyooka, hana haya makando kando. Toka nimekuwa naye sijawahi kuona kitu kibaya. Miaka 5 ya mahusiano ikafikia wakati ambao mlichukua sasa jukumu la pamoja au maamuzi ya pamoja kwamba tunahitaji tufunge ndoa. Je, kulikuwa na changamoto yote upande wa wazazi kwenye hilo swala? Tulivyofikia hatua kuchukua jukumu la sasa twende kwa wazazi, tukajitambulishe kama walivyokuwa wamesema awali kwamba nitusubiria amalize chuo. Haikuchukua hata muda mrefu, baada ya kumaliza chuo ilipita kama miezi 2 tukatushatia timu pale. Kipengele kilikuwa kwa baba yake. Unajua binti yake wa kwanza afamaliza tu chuo, hapo anamletea swala la kuolewa. Wakati alikuwa anategemea kumaliza chuo, apate kazi, ajiendeleze. Sasa binti akawa mchuzi umekolea nazi. Akawa tena ana sei. Akasema andikeni barua, leteni, nitaita watu wangu, tutajadili, afu tutawajibu, mtajipanga kuja. Basi, tukawashirikisha wazazi wa upande wangu, akaandika barua, tukapeleka. Kiukweli hakukuwa na mvutano kabisa. Kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tayari nishatengeneza mazingira upande wake. Mama yake alikuwa upande wangu na bibi yake, yani bibi mzaa baba yake, na alikuwa ananipenda. Kwa hiyo wale walikuwa wananijua, kasoro mzee tu ndiye alikuwa anifahamu. Kwa wale wakanipigia kidogo upatu. Kwamba mwache binti ashampenda huyo, mambo mengi. Kwa hiyo nikapata hiyo chance. Masaa kama 4 hivi watu wamejifungia huko wanajadili wanamtoaje binti yao. Mimi nikakaa wakajadili na wazee wakakubali. Nikakabidhiwa jimbo, nakumbuka ilikuwa kitu kama mwezi wa 8 hivi. Mwaka jana. Mwaka 2024. 2024? Mwezi wa 8? Mwezi wa 8. Sasa mwezi wa 8 2024 hadi leo ni 2026. Mbona ni muda mwingi sana? Ni kipi kilifanya sasa taratibu za ndoa zichelewe? Baada ya kulipa mahari, ikawa zimebaki taratibu sasa za ndoa. Zilileta tu na changamoto kidogo za kazi. Unajua kama kazi zetu hizi, unaweza kaenda sehemu mwaka mmoja. Ingine vibari vinasumbua kidogo vya kuoa na kuolewa. Kwa hiyo nikamwambia bibi asubiri, wazee wake pia wakanielewa kwamba kutokana na majukumu ya huyu hamna shida. Kwa hiyo tukapanga sasa kwamba itakapofika mwaka 2026 itabidi tumalize hili jambo. Na mama pia, mama yake akasema jamani mfanye hivyo, na mama yangu pia muone, tunataka tuone ndoa. Kwa sababu niwaambia basi tufunge ya serikali, wakasema hapana, tunataka ndoa ya kanisani. Serikali inakuwa haina baraka. Basi nikamwambia subiri tu tuweke mambo sawa. Hatimaye siku zimefika, hakukuwa na kipingamizi kingine. Na nyie ni madhehebu tofauti? Hapana, wote ni Roman Catholic. Katika huo wakati wote mliowahi kukaa kwenye mahusiano, ni nyakati zipi ambazo ni za furaha sana mliwahi kuzipitia wawili mkiwa pamoja? Naweza kusema kwenye mahusiano yetu nyakati za furaha kwake hasa kuja kwangu huku ni wakati anamaliza chuo. Wakati anamaliza chuo alikuwa anatamani kweli kwamba nikimaliza chuo sasa nakuja kuishi na wewe. Hapo hajajua kama baba yake ataweka kipingamizi kwamba huwezi kwenda mpaka swala la ndoa lipite. Kwake ilikuwa nyakati ya furaha sana hiyo, alikuwa anajisikia amani, yani nyakati nzuri. Mimi nyakati ya furaha naikumbuka ni ile siku ya kwanza amenunua gari bana. Ndio siku ambayo nilifurahi kwa sababu nilikuwa nimechoka ile maisha ya kupanda baisikeli. Nilikuwa nimeachoka. Kwa nini alikuwa anakupandisha kwenye baisikeli? Alikuwa anakuja chuo kunifuata na baisikeli, yani na yuko serious. Na unapanda kwenye baisikeli. Na anakuambia panda, unamwambia unanitia aibu. Anakuambia sasa nakutia aibu nini? Panda kwenye baisikeli. Kwa hiyo ile siku alivyonunua gari, yani siku ambayo mimi nilifurahi sana. Ndiyo. Kwa sababu niliona ile aibu sasa kuja chuo kunifuata na baisikeli
haitokuwepo tena. Ndio. Nawe tajiri hapa. Unajua ni mtu sasa ni kwamba alikuwa anajiona wakishua. Lakini akizungumza baiskeli, lakini si wakishua kweli? Sio kidogo. Umatomate upo. Ndio. Kwa hiyo anaweza kuzungumza baiskeli mtu akajua Anita ile. Zile kiti kikubwa ni baiskeli fulani tu hivi vidogo, yani nyuma tu kana kiti ambacho mtu akikaa anaweza akaendesha tu. Lakini kwa sababu hajazoea maisha anaona sasa baiskeli, mimi nyumbani kuna magari. Ndio. Lakini mimi nyakati ya furaha, wakati nakutana naye nilikuwa na kisimu fulani hivi kidogo. So wakati tunawakana ndiye aliniletea simu. Ndio. Kwamba tumia hiyo. Hapo mshaanza mahusiano. Hapo tushaanza mahusiano. Ndio. Kwa hiyo hiyo siku ilikuwa nzuri kweli yani. Nikaona ameniokoa. Ukampongeza na nini? Siku nakumbuka alifurahi yani. Mambo mazuri alipata kweli siku hiyo. Akaenjoy kabisa. Ilikuwa siku njema kabisa siku hiyo. Na mimi mwenyewe nikasema hapa leo ngoja nipige perfect kama nalipia simu. Kwa hiyo siku hiyo kweli mambo yalikuwa mazuri kabisa. Kuna mtu mtandaoni ataona unazungumza hivyo, hapo ataanza kucomment, mnapendana kwenye bando letu, mara yatawashinda, vina muda basi. Sasa au watu kama hao unawazungumziaje tajiri? Watu kama hao kwanza wanatakiwa ujifunze. Unajua mapenzi yana nyakati nzuri tu. Na mapenzi sio mabaya. Ni mazuri, labda machaguo ndio yanakuwa sio sahihi. Ila ukiwa na chaguo lako yani sahihi, muda wote wewe unakuwa na furaha tu. Sawa sawa. Wanasema moyo ukiwa kwenye sehemu sahihi, muda wote unajikuta uko happy tu. Ndio. Kwa mtu akisema anamalizia bando lake, anataka tu aongeze bando ili ajifunze zaidi kwamba huyu jamaa amewezaje. Ndio. Amependwaje. Kwa sababu ni tofauti kiukweli. Sawa sawa. Lakini nadhani ni kuwa kwenye machaguo sahihi. Ukiwa kwenye chaguo sahihi, uweze kuona kama bando lako linatumika. Yaani utakuwa unafurahia tu. Unafurahia mapenzi ya wenzako. Unahama tu Insta unaenda YouTube. Sawa kabisa. Na unajua bana, kwenye mahusiano haiwezi kunyoka tu njia ikawa imenyoka. Wanasema kwamba hata vikombe kwenye kabati huwa vinagongana. Najua mmepitia nyakati nzuri za furaha. Matajiri tunashuti jamani, tuna rekodi. Zaki, nisaidie basi kuambia tuna rekodi huku. Kwenye mahusiano kunakuwa na nyakati tofauti tofauti. Ni changamoto gani ambayo wewe Thomas ulikutana nayo kwa bibi hapa, lakini mwisho wa siku ulivumilia na ukaivumilia ukaichukulia tu kwamba haya ni madhaifu yake ya kibinadamu, acha mimi niishi nayo? Kwa yeye kwa kweli changamoto kubwa ambayo nikasema yani hii acha tu niende nayo. Sijawahi kuiona kwa kweli. Ndio. Hizi ndogo ndogo tu za kununa wanawake hawa. Labda umemwambia usikague simu, achungulia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kwangu sioni ni changamoto. Sawa sawa. Hayo ni vitu vya kawaida tu kwamba labda ubinti tu akikuwa atazoea ataacha tu. Lakini zile changamoto kabisa nikasema hapa na stress na haya mahusiano. Hapana. Sawa sawa. Ni kitu gani aliwahi kukukera Thomas ambacho hutokisahau? Ulimsamehe lakini hutokisahau? Nakumbuka kuna kipindi aliondoka kozi. Sasa kipindi yupo kozi alikuwaga anawasiliana na ex wake. Ndio. Na at the same time yupo na mimi. Kwa hiyo sasa hiyo siku akaniuliza, hivi nikufanyia tukio gani litakuumiza, litakufanya tuachane? Nikamwambia inategemeana na tukio. Kanambia kweli? Nikamwambia kweli. Sawa. Hiyo siku tukaongea usiku ikaisha. Asubuhi yake kanipigia simu, alikuwa anaingia darasani asubuhi saa 1. Kwa hiyo alikuwa ana tabia kunipigia kila saa 11 asubuhi. Alikanipigia hiyo siku, alivyonipigia saa 11 asubuhi tuliongea tu vizuri kawaida. Sasa baada ya kukata tu
nikaanza kupigiwa simu asubuhi na marafiki zangu, umeona Tom alichokiposti huko? Nikaambia kaposti nini? We angalia, ingia Instagram page yake angalia. Kasema kuna nini? Mimi naingia sioni kitu. Ndio. Asa mimi Instagram huaga na account 2. Nikaingia kwenye account yangu ya pili ambayo yeye haifahamu. Nimeingia nakuta kamposti yule ex wake sasa. Kaandika my beloved wife. Na mdau yupo na mimi kwenye mahusiano. Ndio. Sasa nikasema ndo maana basi jana alikuwa ananiuliza nikikupiga tukio gani litakuumiza, yani litakufanya mimi na wewe tuachane. Ndio. Basi kwa hiyo siku nakumbuka nililia, nikampigia simu best friend wangu. Nikamsimulia, akaniambia uko wapi? Nikamwambia nipo nyumbani. Akaja nyumbani hivyo. Kwa hiyo ni ile issue ilienda mpaka ikasolviwa na wazazi. Mdau alikuwa anafahamika nyumbani? No, yani wazazi wake yeye. Okay. Walikuwa nakufahamu tayari? Wazazi wake tayari walikuwa wananifahamu. Ile kitu mimi sikuisema nyumbani, japo mama yangu na bibi yangu wote walikuwa wanamfahamu, lakini sikupiga simu nyumbani kuambia. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nilimpigia tu ifi yangu, nikamuelezea ile situation. Basi kwa hiyo ifi yangu sasa ndo akasurprise kwa familia nzima. Ndio. Kwa hiyo sasa familia nzima ndo ikana nipigia simu na ni comfort hivi 1 2 3. Kwa hiyo ndo ikawa hivyo, lakini kusema kuwapigia wazazi wangu hapa sikuwapigia wazazi wangu. Mimi nilideal na yeye. Wewe ulijuaje kama ule ni ex wake? Kwa sababu alinionyesha yeye ndo alinionyesha. Alikuwa ameshawahi kukuonyesha hapo before, ina maana uko unamfahamu. Alinionyesha. Na kuna nyingine tena tofauti na hiyo? Iliyowahi kukuumiza, tukio alilowahi kufanya likakuumiza pia? Tukio lingine ukakata tamaa, ukahisi kama safari yenu haitofika mbali? Apart from hilo hapana. Hakuna jingine? Yani hapo tu ya kuvumilika. Yani hayo ya wanaume madogo madogo ya kuvumilika. Ashawahi kukuchiti? Obviously ndio. Hamna mwanaume asiyechiti. Yani ndio najua kuna wanawake wanasema mimi Kongo achiti, lakini wanaume wanachiti. Wewe shehe kumfumania? Yani kumfumania ni kwamba hivi tata, yani kwa macho yangu. Yani labda hata message umeona kwamba baby asante niridhika vizuri. Ndio. Na ukalichukuliaje hilo? Kwa sababu kuna wengine unakuta mwanamke upo kwenye mahusiano, ana future kabisa, anaiona future, lakini akikuta tu message mbaya kwenye simu ya mpenzi wake, tayari tuachane na nini, yani anamwacha kabisa, yani penzi lile linakufa. Unakuta tena anaenda kwa mwingine, anakutana na hicho kitu pia. Unaona, wewe uliweza vipi kuhandle hiyo situation na ulichukuliaje? Yani kwanza mimi nilikuwa nikikutana na message maybe kama hizo, nilikuwa so yule mtu wa kusema naomba tuachane. Yani mimi sinaga hizo reaction. Naumia sawa hivyo kweli, lakini nitadeal na mwanaume wangu. Sina ile ngoja nichukue namba nianze kumpigia mwanamke huyu, kwa nini unatembea na mwanaume wangu? Nitaongea naye mwenyewe, imekuaje? Umekosa nini? Hivyo. Yani yeye ndo inabidi ni deal naye. Na yeye alikuwa anakujibuje? Hivyo. Saa nyingine analeta wanaume, kwa nini umekagua simu? Hivyo. Kwa hiyo sometimes mnapotezea, maisha yanaendelea. Nyie kwenye mahusiano yenu ni yupi wa kwanza kuomba msamaha pale anapokuwa amekosea? Huyu hapa. Anaomba sana msamaha. Anaomba sana. Wewe unakaza? Yani sio kama ninakaza, yani kuna muda tu naweza nikaamka nimenuna. Hivyo, yani hata kama hajakosea kitu. Hata kama hajanikosea kitu. Yeye atajishusha vipi? Kuna sehemu nimekosea, anambia hapa, hamna. Haujakosea. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani ni mtu anapenda sana kuomba msamaha. Sana. Anapenda sana kujishusha, hata kama kosa ni langu anajishusha yeye. Mara nyingi sana. Kuna kitu wanakisikia, japokuwa sina uhakika sana, huwa wanasema wanajeshi ni wahuni. Ni mtu ambaye hawezi kutulia na mwanamke mmoja kabisa kabisa kabisa. Wewe kwako hiyo tajiri imekaaje? Hapana, mimi nakataa. Yani ni ile asipokupenda ndo atakufanyia hivyo, lakini kama akikupenda kweli wana upendo sana. Sana. Hapa Thomas
Wanajeshi, tabia zenu mimi najua mnazijua huko kambini mnavokaa. Hivyo vitu vipo, of course tunavisikia hata sisi wenyewe. Mnavisikia, mnaviona? Tunavisikia kwamba sisi ni wauni, jeshi wauni kweli. Wapendi hao. Hata mtu mwingine akisikia mtoto wake anaolewa na mwanajeshi, hapo hamna mtu hapo. Lakini mimi nikasema wanajeshi sio wauni, ila wanawake wengi wanawapenda wanajeshi. Ndio. Yani asilimia kubwa kuna wanawake anaweza kaa mpendi tu mwanajeshi akiwa hajamuona in uniform. Ndio. Akimuona tu kavaa zile uniform anavutiwa na yeye. Ndio. Sasa kwa sasa hizo, lakini ndio ile kwamba machaguo. Kwa kifupi unataka kutuaminisha kwamba wanajeshi sio wahuni, ila wakiwa kwenye uniform wanashawishiwa na wanawake. Wanawake wanajipendekeza kwa wanajeshi, wanawatia majaribuni. Naweza nikaiweka hivyo, kwa maana ya kwamba kuna wanawake kweli unaweza ukamapproach ukamtongoza akiwa umevaa kawaida kiraia hivi na akakataa, lakini baada ya siku kadhaa ukaenda ukiwa umevaa uniform akaanza tu kumbe ni mwanajeshi, mbona kuniambia hivi na vile. Kama siku ya kwanza alikunyima namba, siku ya pili anakupa namba, manake mtaanza kuwasiliana, atataka kujua uko wapi. Sijajua ni kipi kinawavutia, kama ni nguo zile au anaona labda kuna security ataipata au hela. Kwa sababu kuna wengine pia wanajeshi wanaonga sana. Kwa hiyo wapo watu kila mtu, lakini wanajeshi ni watu wastaarabu kabisa. Kwa sababu misingi ya kazi na uhuni ni vitu viwili tofauti. Sema sasa kwenye hiyo pia pamoja kwamba ni mwanajeshi, lakini pia ni mwanaume. Mwanaume ambaye yuko vizuri kwa mji kama Dar es Salaam, wanawake wazuri ni wengi. Kutana na wanawake tofauti tofauti, hawezi kukataa wote. Hapo atakao kubali. Sasa kuna mwingine unakuta alishatendwa na mwanajeshi. Kwa hiyo akishasikia tu wanadate na mwanajeshi au sio? Na kwa sababu wengi hasa wanawake huwa wanaenda kwa wanajeshi kufata vitu na sio mapenzi. Kuna mtu huyu ni mwanajeshi, ngoja nizae naye ili nipate matunzo hapa. Wala sio mapenzi. Sasa unakuta sometimes hujampenda au mwanajeshi naye anaona inawezekana amempata mwanamke wa siku kadhaa tu, mwanamke wangu wa leo tu huyo. Mimi mwanaume nikamalize shughuli zangu. Lakini na yule mwanamke mimi leo mwanajeshi huyu kama ndo siku zenyewe zimefika za ujauzito anaiweka. Sasa unakuta akishatendwa yule anasema wanajeshi ni wauni, wamenizalisha, wameniacha. Lakini mwingine anakuwa ameweka kama kitega uchumi. Yani anataka akikupata wewe mwanajeshi basi akumiliki. Hapo ndo wanapokwazana. Lakini ukikuta wanajeshi wanaoa vizuri na wanadumu kweli kwenye ndoa. Sawa kabisa. Lakini wewe ulishakutana na hiyo changamoto, unakuta labda mdada umemapproach, halafu anakuwa ni mgumu baada ya kujua kazi yako na ile mentality ambayo imesambaa wanajeshi ni wahuni, anakukataa kabisa kwa sababu nyewe wanajeshi ni wahuni. Ya kwamba akishajua mimi ni mwanajeshi kabla sijawa mwanajeshi, yani wakati na approach ajui kama mimi ni mwanajeshi. Na akaja kugundua mimi ni mwanajeshi na akakataa. Akaukataa kwa sababu wewe ni mwanajeshi, nyewe ni wahuni sana, malaya. Wapo pia, ni kweli wapo. Ambaye anakuambia mimi na mwanajeshi hapana. Analisha kujua wewe kumbe ni mwanajeshi hapana. Sawa. Sasa kwenye safari yenu ya mahusiano mnakwenda sasa kufunga ndoa takatifu madhabahuni, ni kitu gani ambacho mnahamnacho sana na yani tuseme tukio ambalo mnahamnalo sana siku ya ndoa yenu? Kwanza ni siku yenyewe. Mimi kiukweli sijui itakuwaje ile siku. Pale kanisani na pale ukumbini. Ni kitu ambacho nakifikiri kwamba ndo naingia ukumbini na mimi watu wamejaa wananisubiri. Mdao labda sina stress, wote wamechanga, wamekuja. Kuna hilo kwamba unasikia sasa tusimame, bwana harusi anaingia. Kwa hiyo siku pale wazazi wanasimama. Kuna wakuu wangu utakuta na yeye siku wanasimama, mimi niingie. Alafu nikiingia nikikaa ndo na wao wanakaa. Hiyo ndo moment nzuri ambayo mimi nahisi naisubiri kwa hamu. Na wewe
Tekla. Mi moment ambayo naisubiri kwa hamu yani ni ile wazazi wangu kuniona kwamba binti yao walionilea toka nikiwa mdogo mpaka nipofikia hapo na mimi naenda kuanzisha maisha yangu mengine. Ndio. Ni tukio gani sasa kwenye hiyo siku unalisubiri kwa hamu? Yani umelikamia kweli kweli na utalifanya kwa perfect kabisa ule wenyewe? Mi sijakamia kiukweli. Yani kitu ambacho mimi natamani ni ile siku ambayo kanisani tutakapokula kiapo. Mnajua kucheza? Mi sijui lakini anajua. Mlishawahi kucheza labda pamoja, mmeenda kwenye sherehe ikafika ule wakati wa kucheza mkasimama mkacheza pamoja? Inakuwaje sasa hapo na hujui kucheza? Nacheza hii. Kuna zile style ambazo kila mtu anajua kucheza. Hizo. Sawa. Umemapproach, amekubali, mkawa kwenye mahusiano tayari. Achana na hizi issue za kuoana. Yani mpo kwenye mahusiano, safari yenu ilikuwa tamu kiasi gani? Safari yenu iliendaje hatua kwa hatua? Huenda mtu mwingine akajifunza kupitia safari yenu ya mahusiano. Kiukweli sisi mahusiano yetu baada ya kuwa sasa mahusiano tumesha approachiana, tumekutana, tumeanzisha sasa mahusiano, tumekubaliana kwamba mahusiano yetu tunataka tuyaendeshe hivi. Kiukweli nyakati nyingi zilikuwa za furaha sana. Tumetoka sana out, klabu za usiku, bichi, kusafiri wote, kwenda kwa ndugu zangu sana kuliko hata upande wake. Na mara nyingi sana mimi nilikuwa nikitoka na kuwa naye. Karibu sehemu nyingi sana ambazo nilikuwa naenda kuwafahamu rafiki zangu, tofauti na yeye kwa rafiki zake. Kwa hiyo mtiririko wetu ulikuwa mzuri kwa kipindi chote hiki. Kwenye kipindi chote cha miaka hii 4 mpaka 5 zilikuwa nyakati nyingi za furaha sana. Ngumu zilikuwa zile ambapo mzee labda anazuia asije Kigamboni. Lakini kila akija Kigamboni alikuwa atamani kuondoka kwa sababu zilikuwa ni nyakati nzuri za furaha. Atasingizia chochote ili abaki. Alale huko. Nyie kipi kilichofanya hadi mahusiano yenu yamekuwa yamenyooka na ni ya furaha wakati wote? Cha kwanza uvumilivu, cha pili punguza marafiki. Cha kwanza uvumilivu, kupunguza marafiki, kuheshimiana. Hapo kwenye kupunguza marafiki wanahusianaje? Marafiki ni yani kwa mfano rafiki anaweza kuambia yule hafai, lakini rafiki huyo atakugeuka, atakuja kwake. Atakuja kwake, Tekla yule hakupendi. Kwa nini usiwe na mimi? Mimi nina kitu gani ambacho nimemzidi? Hivyo, yani kwa sisi wadada usimwamini rafiki. Usimwamini rafiki. Yani punguza hilo rafiki. Yani sio kila kitu ni cha kwenda kumsimulia shoga yako. Bana mimi leo bwana wangu kafanya hiki 1 2 3. Ficha madhaifu ya mwanaume wako. Ficha madhaifu yake, hata kama mmekwazana sio kila kitu cha kwenda kumsimulia rafiki yako. Tajiri, siri ya mafanikio kubwa ni ipi? Kuwa na misimamo. Kuwa na misimamo na utaratibu. Unaupanga kwamba mimi mahusiano nataka yawe hivi. Hiki napenda, hiki sipendi na anatakiwa aelewe na afuate. Kwa hiyo mimi niliweka misingi yangu kwamba mama, ili tuende vizuri natakiwa ufuate vitu vyangu hivi. Sitaki watu hawa, nataka watu hawa. Nataka kwa muda huu ukiwa hapa uwe hivi. Kwa hiyo nyakati nyingi ambazo nilikuwa nikimwelekeza anafuata. Lakini pia mimi kwenye mahusiano yangu huwa sipokei ushauri wa kushauriwa jambo lolote linalohusu mahusiano yangu. Naamua mwenyewe. Yani kama ni baya mimi ndio natoa maamuzi. Naweza nikamuita nikamwambia hapa sijapenda, nakosea. Hata wazazi sitaki waniingilie kwenye hilo. Ili ikifikia hatua, kwa sababu mimi ndio nilimchagua nikampenda, ikifikia hatua tumeona mambo hayaendi, nilikuwa naweza kufanya. Kwa hiyo nyakati nyingi ambazo akinikosea au akinikwaza, naweza nikamwambia tu tunazungumza, na nikishamaliza pale nakuwa nimemaliza. Siwezi kwenda kumwambia rafiki yangu jana nimerudi bwana mke wangu sikumkuta.
kwa sababu najua naweza nikamwambia vile sikumkuta afu yeye akamuelezea wengine. Au wewe ukapata stori za kwako zilizopita kwamba huyo jamaa mbona mwenyewe alikuwa hivi. Kwa mimi la kwangu na yeye huwa namuita, tunazungumza, tunamaliza, sipokei ushauri. Na hata yeye huwa anamshauri tu kwamba usipende kupokea ushauri kutoka kwa mtu mwingine. Kuna watu hawajaoa wanaona mahusiano ni kama mzigo, una kipi cha kuwashauri? Ni kweli. Kuna watu hawajaoa mahusiano wanaona kama mzigo, na wapo single, hawataki kabisa kusikia mahusiano. Akiona unaoa anaona kama unapotea. Sasa hizo utakuwa unabanwa mzee, hauwezi kutoka tena. Lakini kila mtu ana akili yake, lakini ukitaka usimame, mimi naweza nikasema ili uwe na akili timamu inabidi uwe na mke. Ukiwa na mke maana yake utakuwa na mtu ambaye anaweza akakushauri jambo lolote muda wowote. Hasa kwa sisi, unaweza ukawa umepata pesa ukafanya vitu vya kumuiga mtu mwingine. Lakini unaweza ukawa na mke akakushauri kwamba kwa hiki, kwa nini tusifanye hivi? Tukifanya hivi tunaweza maisha yakabadilika. Lakini ukiwa huna mke maana yake watu wa kwanza watakuwa rafiki zako. Wazazi hao kwetu mara nyingi wako mbali huko, anaweza hata asijue una hela au hauna, au kuna kitu unataka kufanya. Lakini ukiwa na mke pia muda mwingi unajikuta huko nyumbani. Ukishatoka kwenye kazi, labda una biashara, ukimaliza utarudi nyumbani. Kwa hiyo hata namna ya matumizi yanapungua. Ukiwa una mke matumizi yanakuwa mengi. Unakuwa una ratiba maalum. Unaweza ukawa upo tu nyumbani, unasema ngoja nikae naangalia mpira, kaja washikaji zako kwambia tuondoke. Na unaenda huko nje unapata pia wanawake wengine. Ambao pia unaona mimi bora niendelee na maisha haya lakini sio kuoa. Kwa hiyo mimi mtu ambaye hajaoa asioe kwa kukurupuka, kwa sababu ndoa unataka ujipange, ukubarishe moyo wako kwamba sasa nataka nioe. Alafu kwa tunaishi wawili sasa, na huyu pia natakiwa nimsikilize. Kuna wale watu ambao kinachowashinda wengine ni ile sasa mimi nitakuwa napangiwa na mwanamke. Sasa hizi aniambia natakiwa urudi nyumbani, nimekumisi, mimi sipendi. Wapo watu wa namna hiyo. Umesema vizuri kabisa. Huwa unashika simu yake? Simu yake? Kipindi cha nyuma nilikuwa nashika. Ila nashika kipindi cha nyuma. Lakini baadaye niliacha. Yaani sizungumzie kushika kwamba hebu nishike simu yangu nifunge kiatu. Kukagua. Kukagua. Hiyo nilikuwa nafanya. Ulikuwa unakagua? Ndio. Ulikuwa unatafuta nini kwenye simu? Yaani unakagua ili uone nini? Kipi ulikuwa unatamani kukikuta? Of course mwanamke mzuri. Lakini nilikuwa nataka kujua yani nje na mimi ana chati na nani wengine. Ndio. Kabla sijaingia in deep kwamba sasa nipeleke vichenchi vyangu kwao, wanisikilize, wanielewe. Unajua sisi Wakatoliki kwamba ukioa umeoa. Sasa nikawa nasema ngoja nihakikishe huyu mama, pamoja kwamba nilikuwa namuamini, anaweza kaa ajianzisha yeye watu wengine. Unajua kuna wale watu ambao wakiona penzi lazima watengeneze mazingira ya kuharibu. Unaweza mtaka kutafuta mambo. Kwa hiyo natafuta vitu kama hivyo kujua anachati na nani. Lakini imeenda, wazazi wenyewe wanashauri, msishikiane simu, mwache tu kila mtu aishi maisha, si maisha aminiana. Kwa hiyo ikafikia hatua nikaacha. Nikasema saa hizi, kwa sababu kuna muda naamini kitu kibaya huwa kinakuja tu. Na mwanamke achungwe. Mke wangu mtarajiwa. Kupoa kabisa. Nijisikiaje? Nasikia vizuri. Kweli? Jisikiaje kuwa hapa leo? Unajua mimi nakupenda sana. Nakwenda kuwa mke wangu sasa rasmi. Kwenda kwenu masharti, nafunga njia. Kwa hiyo utakuwa unanisikiliza. Asubuhi ukiamka chai. Lakini kwa sababu wewe ni mke wangu mzuri, siku ya harusi nitakuwa tucheze sana. Unajua watu wametoka kijijini huko kuja kutusikiliza, kutuona. Handsome boy wako anione hapa. Kwa hiyo mapenzi yangu kwako ni makubwa sana. Tupendane kama ile 2021 nilivyokuona pale Nyerere.
Kuja na baiskeli, saizi tuna gari, kwa hiyo tanunua nyingine na ya kwako. Amina. Mi nashukuru kwa kunipenda, na mi naahidi kuzidi kukupenda kila siku. Naomba Mwenyezi Mungu aendelee kutusimamia na kutupigania katika kila kitu, katika kazi za mikono yetu, atuzidishie kila lenye baraka. Ukipata hela unipe. Zile za send off zote unanipa. Mimi ndo benki. Hapana. Mimi ndo benki nakuwa natunza. Kwenda hivyo. Baba sina kichwa. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuvumiliana, tuendelee kupendana. Hivyo. Mbona hela uweke hapo? Ndio kunipa hela ukipata. Amna. Sasa si hela zako wewe ni hela zangu mimi. Mimi ndo wallet. Alafu hela zako wewe ni hela zangu mimi hapa. Alafu zangu mimi hapa zina asilimia. Hakuna asilimia, zote zinakuwa za kichwa. Hakuna. Kichwa cha familia. Hapana. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo unasemaje kuhusu tarehe 25? Tarehe 25? Utaenjoy sana. Utawaaga wazazi wako? Utatoa machozi? Hapana, sitatoa machozi. Nani utakuwa unammiss? Nikiwa miss naenda nyumbani. Kwa masharti? Hapana. Si ndio unakuwa umesend off? Wamekusend off? Nyumbani. Eti? Utakuwa unaenda, lakini kwa masharti mpaka chakula kiive. Siku nyingine hakuna kwenda hata kama umewamiss. Sasa tunakubebelea, tunaenda wote. Na siku nyingine tunabebelea wanakuja. Sawa, hamna shida. Tarehe 27 mambo yalikuwa mazuri. Nataka Wasukuma wacheze pale, wafurahi. Unajua Wasukuma tumewavuta kutumaleta kwa Wakurya, kwa hiyo kidogo wanakuwa na ujasiri. Umenipatia mwanamke mzuri, mrembo, tulu. Twiga. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha The Wedding Cycle. Leo tulikuwa na maharusi wetu watarajiwa ambao ni Thomas pamoja na Tekla. Kuna mengi ambao naamini utajifunza kupitia stori yao ya mahusiano, lakini pia kuna vingi ambavyo vitakutia moyo. Naamini kuna vingi zaidi umevipata kutoka kwenye mahusiano yao hadi sasa wanakwenda kufunga ndoa takatifu. Karibu, endelea kufuatia Wedding Cycle podcast. Huenda kesho kawa ni wewe au rafiki yako. Karibu kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Jina ni The Wedding Cycle. The Wedding Cycle.